sadaka yako imeisha. Tangu utoe wakati unaingia uwenyekiti hadi leo kimya. Nadhani uwenyekiti umepata kwa akili yako. Fanya haraka iwezekanavyo utuletee sadaka yetu. Macho yangu au Yusi bichi kupe anafanya nini pale? Mzee kama yule upanda juu kweli? Na mbona anakuwa nyeusi? Na saizi mchana ha, mama yangu, mbona maajabu? Mtaalamu. Mheshimiwa mwenyekiti. Habari yako? Alhamdulillah, habari ya muda bwana. Namshukuru Mungu. Leta sifa mwenyekiti. Bwana nashukuru Mungu kwa sababu nilikuwa nakutaja muda si mrefu. Na maisha marefu sana mtaalamu. Ni jambo la kumshukuru Mungu pia. Sasa mimi nimetoka zangu wilayani huko nikaona ngoja kwanza nipitie kwa mtaalamu kwa sababu nina jambo hata nyumbani sijafika. Hivyo nguua kwako. Nguua kwako? Ni nini kinachokiona? Kisikuponza kitu si chako. Acha hiyo pesa, endelea na safari yako. Wewe mheshimiwa, miguu yangu yote ninayo. Alafu mwenyekiti umetoka wilayani? Nimetoka wilayani. Mbona msuri kama hivi? Kule wilayani utakavyoenda watakavyokupokea. Hivi mimi mwenyekiti nalipwa na nani nipate hela kununua suti mimi na kiatu kizuri niende nacho ofisini? Alafu nishawahi kwenda kule na kaniki nao kanipokea. Mwenyekiti bwana, hebu tuachane na hayo. Sasa shida yangu nahitaji uje nyumbani kesho. Una shida gani? Hebu ngoja kwanza nikakojoe kwanza nishikie. Ngoja kwanza nikakojoe. Ngoja kwanza bwana. Kule wilayani vyao nimeogopa kwenda. Vyao tunavijua nimeogopa kwenda bwana. Hebu subiri.
Hivi mheshimiwa mwenyekiti, unaweza kunielezea kiuchache hapo kidogo? Mtaalamu, wewe ni mkongo hizi kazi bwana, na hakuna jambo kubwa wala nini la kukuitia huko nyumbani. Wewe njoo tu, ni kawaida tu. Basi sawa, nimekuelewa mwenyekiti. Basi sawa, haina shida. Jambo la kushukuru Mungu. Basi sawa, kila laheri. Inshallah. Mwenyekiti, nimekuja kushtaki. Nakusikiliza. Kuna tukio baya sana limetokea hapa kijijini. Tukio baya? Tukio gani hilo? Dada yangu amebakwa. Tukio limetokea lini? Limetokea jana. Dada yako huyu anapitaga menda sijui shamba huko kwenye ufuta, ndio huyu au? Ndio huyu amebakwa, na waliofanya ni vijana hapa kijijini. Wahalifu hilo tukio unafahamu? Ndio najua mwenyekiti. Ni Bwanga na Eliki. Bwanga na Eliki. Si hawa vijana au hapa kijijini? Ndio wao. Sasa Bwanga na Eliki wa kufanya hili tukio kweli? Mbona watu wanajisaulisha? Hivi kuna zama zilizopita kulikuwa na matokeo kwa sababu uhaba wa wanawake. Sasa hivi unajua mwenyekiti, ndio maana mimi hutoa taarifa mapema. Sijataka kuchukua sheria mkononi. Nimeamua nije kwako mwenyekiti nitoe taarifa. Sawa, hilo jambo limefika kwangu na mimi mwenyekiti lazima nifanye kazi yangu kama ilivyo kabisa, na mmenichagua kazi yangu kusimamia masuala haya. Mimi nitafanya kazi hiyo vizuri na nitafanya kazi hiyo kwa mujibu wa sheria.
Mimi najua kabisa kwamba kifungu namba 46 anayobaka lazima aende jela. Upelelezi ukishakamilika, ushahidi ukishapatikana, tunakusanya haraka zote mahakamani. Sawa mwenyekiti, mimi nitashukuru kama jambo langu likifanywa kwa ufasaha. Hilo mimi nitalifanyia kazi. Basi mimi nitashukuru mwenyekiti kwa msaada wako, na ili jambo likamilika mapema nitashukuru zaidi. Basi sawa, haina shida. Basi sawa. Kubaka. Sasa hivi unabaka. 2025 unambaka mtu. Sasa ili jambo lazima mimi niliwekee kazi. Na watanijua kama mimi ndo mwenyekiti kabisa. Wasitaka kunichezea kwenye utawala wangu, wapuuzi hao. Chikupe, mara ngapi nimekukataza kufika katika hema yangu? Unahitaji vita na mimi? Sawa, leo tutaona mjanja nani.